Mama, karibu chai. Asante mwanangu. Haya mwanangu, umenipa mimi kikombe peke yangu. Na wewe cha kwako je? Sisi hatujazoea kunywa chai ovyo ovyo. Wewe kunywa tu. Na wewe mwanangu, Geza naye yuko wapi? Geza ametoka. Anatokaje asubuhi na mapema. Kwa hiyo ameenda kazini. Samahani mwanangu, bahati mbaya. Nilijua tu. Bahati mbaya. Habari gani? Salama tu. Samahani dadangu. Aja kuachia funguo zangu wewe? Kweli wewe kaka kipengele. Kwani ni mara ngapi nakwambia usiniulize kabisa habari za mkeo? Nimekuuliza tu. Bado unaanza kunichokonoa tu ili mradi unipate, si ndio? Nishakwambia mimi sijakaa hapa mlinzi wa kumlinda mke wako. Mkeo akitoka atoke, kama uwagu si wewe. Unaniuliza mimi bwana mkeo kaenda wapi, alikuwepo wapi, alifanya nini? Mimi hizo habari sizitaki wewe. Wewe kaka samahani. Hujanioa wewe kiasi kwamba umenioa basi nikulindie mkeo tu. Mimi nina maisha yangu. Hebu niache na mimi nipumzike. Sitaki kuulizwa habari za mke wako. Basi samahani. Maana hata sijui ni kwa nini unanichukia wewe dada. Kwa nini? Hiyo dawa ya quinini inaitwa ya malaria. Walikuwa wanatumia huko watu wa 90. Watoto 2000 wanasema haziwezi na wapelekesha maini. Kaka, njoo taratibu. Si unanielewa? Njoo taratibu. Kipo unachokitafuta na mwaka huu utakipata. Wewe umeoa umeolewa. Mwanamke akitoka sijui ndo anaenda kutafuta riziki ya kulete wewe. Warete watu na ndoa zetu mjini. Mume wangu akitoka akirudi ananikuta ndani. Wewe sasa. Mkeo anamaliza viatu, bwana ndo kama hivyo viatu hujui kubadilisha. Mwaka huu wako. Basi jirani. Kamlomo wako. Tena nitakumwagia haya maji na oshia vyombo wewe. Nitakusuuza. Sijui hujaoga toka asubuhi, nitakusuuza. Nywele kama mkutano wa nzi. Mwangalie na viatu vyake kila siku hivyo hivyo sio badilisha. Umenunua mkataba huo. Viatu umenunua mkataba, utaweza kuhudumia ndoa wewe kweli? Wewe utaweza kuhudumia ndoa? Waache miamba ikusaidie. Mimi nimekaa hapa nasikilizia ubuyu tu na miguno. Warete watu na ndoa zetu mjini. Mume wangu akitoka akirudi ananikuta. Wewe sasa kila ukienda unakuta askari. Kazi unayo. Taratibu nauma. Mimi naonekana na faidi sana. Kando ndo nalipo. Unamchukijua mvulana. Unamaanisha nini? Kwa mume gani? Hajiwezi kwa lolote. Si bora hata unajua kukanda. Najua utakuolewa naye. Lakini ni mmeo, inabidi umheshimu. Aende zake bwana. Ila kweli Nena anazingua. Mwanamke ni kama yai. Mtekweli lelewe hivi, sasa ukilipiga litavunjika. Una misamiati na wewe. Serious. Kweli sijaeka hata kwenye maji. Mbona kwa Mungu wewe? Sasa Kaka. Marahaba, vipi hali? Nzuri tu kakangu.
Mimi nilifikiri labda mkwe wako ameshakupa taarifa yoyote, kwa sababu mimi simu yangu haina vocha. Matibabu kusema kweli bado sijaanza, lakini nategemea siku 2 hizi taenda hospitali nitapelekwa. Asante kakangu. Bosi. 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 Vipi ndugu yangu? Una muda mrefu tangu umefika? Hapana. Ndo nimefika muda huu bosi. Vipi? Kwema, lakini mbona unaonekana kama uko sawa? Ni kweli ndugu yangu. Sipo sawa kabisa. Kuna mambo mengi ambayo yananiumiza kichwa. Pole sana bosi. Mimi labda nikushauri kitu kimoja kama hutojali. Unajua binadamu kuna wakati tunapitia changamoto nyingi sana. Hasa kwenye swala la akili. Mawazo yanakuwa mengi, stress zinakuwa nyingi. Lakini utakapopata mtu wa karibu ambaye unaweza ukashare naye au ukamhadisia, akakusikiliza, akakupa ushauri, inaweza kukusaidia wewe kuondoa hilo tatizo ndani ya moyo wako. Kwa mimi ushauri wangu ni kwamba tafuta mtu wa karibu ambaye unamwamini. Kaa naye, zungumza naye. Utoe huo mzigo ndani ya moyo wako. Unaweza kukusaidia. Sawa ndugu yangu. Nitaufanyia kazi ushauri wako. Pia nakushukuru sana. Sawa bosi. Mimi nimekuja kuitikia wito. Sawa, Pasari. Nafikiri utakuwa umepata muda mzuri wa kupumzika kwa sasa. Ndiyo bosi, nimepumzika vya kutosha na sasa niko tayari kwa ajili ya kazi. Nafikiri hakuna asiyejua kuwa kampuni inakuamini sana. Yaani wewe ni miongoni mwa madereva ambao ni waaminifu. Na kampuni yetu inajivunia kuwa na dereva kama wewe. Sasa kuna mzigo ambao unapakiwa hizi siku 2 zijazo. Na tuhitaji mimi usimamie kuanzia kupakiwa kwake mpaka safari. Sawa bosi, hamna tatizo. Unaweza kunipatia hiyo kazi. Sawa, inabidi uwe makini sana kwa sababu mwenye huu mzigo ni mkorofi. Na tulipata changamoto hapo zamani. Kuna baadhi ya mizigo yake ilichelewa kufika, nilifika kwa kupungua. Kweli tuletea shida sana. Ndio maana unapokuja mzigo wake ofisini huwa tumpi kila dereva kuupeleka, tunawapa madereva ambao tunawaamini. Sawa bosi, niko tayari kwa kazi. Utatumia dokumenti hizo wakati wa kupakia mzigo na hata wakati wa safari pia. Sawa bosi, mimi niko tayari kwa kazi na nikuahidi kazi hii itakamilika kwa wakati na kwa usahihi zaidi. Nikutakia safari njema na uwe makini. Na kuhusu pesa bara sitakuwekea kwenye simu. Hamna shaka, asante. Uangalizi wa mama yako ni jukumu lako kwa sasa. Nalitambua hilo mjomba. Mimi nikwambie tu mjomba, katika maisha yako ukitaka upate baraka, wajali wazazi wako kwa chochote kile. Na sio kwamba nasema hivyo labda siwezi kumtunza dada yangu. Hapana. Ila siku chache zijazo nataka kuanza kwenda vijiji vya jirani. Siwezi kumwacha hapa dada yangu akabaki peke yake.
Ndio maana nakwambia mjomba, uende naye mjini. Unajua mjomba, mimi nimepata bahati ya kuzungumza na wewe mara kwa mara, iwe kwenye simu, aidha niwe nimekuja huku. Lakini kinachonishangaza leo, unaongea kwa hisia sana. Nimezungumza kwa hisia kwa sababu katika familia yetu sisi tupo wawili tu, ni mimi pamoja na mama yako, na ukaja wewe mjomba ndiye watatu, na sisi yote uangalizi wetu sasa hivi upo chini yako sana sana, haswa mama yako. Watu wanasema inafika stage mtu mzima anakuwa mtoto, kwa sababu mtoto hawezi kubeba zege, mjomba mtoto hawezi kubeba maji. Basi ndo mtu mzima naye anapofika kuna stage fulani ya umri kwenda sana hawezi kufanya hivyo vitu, ndo maana walimaanisha mtu mzima anakuwa mtoto. Kwa sasa hivi mama yako ni mtoto na wewe ndo baba, kazi kwako sasa. Mimi ni kuahidi tu, katika hilo mimi nafikiri sitakuangusha. Nitamtazama mama yangu na nitahakikisha anakuwa salama wakati wowote kadri Mwenyezi Mungu atakavyokuwa amejalia. Na sio mama yangu tu, hadi wewe mjomba wangu. Kuhusu mimi mjomba usijali, kwa sababu mimi bado nina nguvu zangu. Ishi kubwa tu ni mama yako. Huwezi kusema sasa hivi mama yako anaingia shambani analima eka 4 eka 3 kama enzi zake za ujana, uongo. Lakini na mimi Allah hakuli hali, utakapokumbuka basi chochote kitu mjomba, hiyo mjomba, nitashukuru mjomba na nitakuombea sana. Afadhali nilipokuja. Umeona kini? Yaani mimi namwandalia mamako chai, alafu ananiunguza. Jackie, wakati mwingine unapokuwa unazungumza na mimi, ukishinda kutumia busara basi tumia heshima. Wewe, hivi unajielewa vizuri kweli wewe? Yaani mimi nimeungua, tena sio kuungua tu. Nimeunguzwa na mama yako. Alafu nakuja kukuambia unaniambia eti nizungumze vizuri. Kuzungumza gani huko? Au unataka mimi niongee kwa hekima ipi ambayo unahitaji wewe? Na kwa nimevurugwa na mambo yangu, sitaki kuchanganywa kabisa, nahitaji utulivu. Si vitu vya bahati mbaya hivyo. Ule kumwona wapi mtu anamunguza mtu na chai kwa makusudi? Tumeunguzwa na chai tangu utoto. Hadi tukiwa watu wazima tunaunguzwa na chai. Sasa vitu vya bahati mbaya usifike katika kusudi. Kama uliungua wewe na wazazi wako hawakuwa makini kwenye kukulinda. Mimi wazazi wangu walikuwa makini sana na walikuwa wananilinda, na ndio maana hujawahi kuona kovu lolote wala baka lolote. Alafu hii ndio maana halisi nilikuwa sitaki kuishi na mama yako. Kwani unashindwa kunielewa? Ninachokitaka ni mama yako aondoke. Si unanielewa? Kwa sababu haiwezekani unamwandalia mtu chai kwa upendo na mapenzi yote, lakini mtu anafikia tu anakuunguza. Mimi ninachokiamini, mama yangu hawezi kukuunguza na chai kwa makusudi. Mimi ninajitambua na ninajielewa na akili zangu timamu. Najua hili zuri hili baya. Kwa hiyo ninatambua kabisa mama yako kaniunguza kwa makusudi. Alafu nakwambia naona anaanza kuniletea mambo yasiyoeleweka hapa. Mama yako kaniunguza kwa makusudi, sio bahati mbaya. Sio vitu vya kupiga kelele hivyo. Hivi unadhani mama yako akisikia atajisikiaje? Wewe, hivi unajisikia vizuri? Badala ya kufikiria mimi nilivyoungua, maumivu gani ninayopitia, eti unafikiria kule mama yako atajisikiaje mimi maneno ninayoongea. Uko sawa kweli wewe? Na hii ndio maana ya halisi nilikuwa sihitaji kuishi na mama yako au sihitaji kuishi na mtu yoyote, kwa sababu najua hawezi kunipenda. Mtu ananiunguza na kuambia wewe kama mume wangu, ili mradi ubebe hisia yangu ninayopitia, lakini unaniambia mama sijui hivi na hivi. Uko sawa? Naona fika kabisa unavyompendelea mama yako. Yaani toka mama yako afike huko ndani, huna mapenzi na mimi, huna chochote kuhusu mimi, yaani wewe ni mama yako tu. Sasa sikiza nikwambie, chagua kati ya mama yako au una sense. Oa mjomba. Oa. Mambo vipi ase? Fresh tu. Shemeji anaendeleaje? Yako poa. Asipoa.
Mke wangu. Mke wangu za kushinda. Kwani sina kusalimia wewe? Hivi mume wangu, utaacha lini yako kamdomo kako? Kwani kuna changamoto yoyote? Kwa hiyo ulishindwa tu kupita ukamsalimia mwanamume mwenzio, alafu ukaniwahi mimi mke wako mpaka umuulizie mke wake? Wewe nani labda? Eti mke wako jambo. Wewe inahusiana nini? Yako yanakushinda, unajali ya mwenzako kweli? Basi ungeniwahi mimi, ungeniuliza mke wangu vipi, umeshindaje? Niko hapa nasikia kabisa habari zako, unaulizia mke wa mtu. Kweli hiyo inaingia akilini wewe mwanaume? Mke wangu, mbona wivu kiasi hicho? Mke wangu bwana, hebu achana naye mambo bana. Sawa? Usinichukulie wa hivyo. Wivu, si ndio? Ila kumbuka huu wivu ndio unatengeneza upendo na mapenzi humu ndani. Nisingekuwa na wivu na nikalinda ndoa yangu, nini kitafuatia hapa? Nini kitafuata? Usinichukulie mimi chizi, au usinichukulie umeniweza, umeniteka kimoyo, kiakili mpaka kimwili. Na kuheshimu. Sijui unanielewa wewe? Kwa hizo pigo zako hizo za kishamba hizo, wanaume walokamilika wako hivyo. Hebu vaa viatu vyangu basi. Mimi sasa ndio umenikuta nimekaa na yule kidali na kaa tunashika. Vipi? Ujambo? Wewe ungejisikiaje? Okay, sawa. Nimekuelewa. Nimerudi kutoka kazini, nahitaji kupumzika. Naomba uniendelee vitu vyangu nijilie. Mijano mengine sio iko vipi? Andaa mwenyewe kama unaona rahisi. Niche, mke wako wa jambo. Inahusiana nini? Yaani wewe usinipandishe kisukari na kuheshimu Na unajua mimi kikosa kwangu halina udogo. Yaani ili aliishi leo na tunalala mzungu wa nne. Kila mtu angalie upande wake. Wewe umemsabini yule. Sasa yule ndo atakupa vitu vyako. Haina sababu ya kukimbiana kaka. Nimekuja tuzungumze kama wanaume. Natambua uko na mke wangu ndani kwako. Sikia bro, umekosea. Umechanganya, mimi siko na mkeo. Nisikilize nikwambie kaka. Wewe haujui ni jinsi gani nampenda wewe mwanamke. Kaka, wewe haujui ni mangapi nimeyapitia juu ya wewe mwanamke. Wewe haujui mangapi nimeyapitia kumpata wewe mwanamke. Lakini pia wewe haujui ni jinsi gani nahangaika kuyatengeneza maisha ya wewe mwanamke. Yote hayo nayafanya kwa sababu nampenda. Nampenda sana mke wangu bro. Tena nampenda sana. Sasa nimeona hakuna sababu ya mimi na wewe kwanza kukimbizana, sije kufanyana mambo ya ajabu ajabu, sio kitu kizuri. Tafadhali naomba uniachie mke wangu. Nipo chini ya miguu yako, naomba uniachie mke wangu. Na yazungumza haya nikitambua ananisikia. Mimi ni mdhaifu juu yake. Mimi si kitu, si chochote bila yeye. Niachie mke wangu. Priska, mumeo nimekufuata na kuomba urudi nyumbani. Mimi siwezi kuishi bila wewe. Na kuomba urudi nyumbani. Najua umesikia kila kitu. Mwanamke akiolewa anakuwa amepewa stara. Maneno aliongea mmeo ni maneno mazito sana. Sasa mtu akachukua mkuki akaukita katikati ya moyo. Mwanaume yoyote, hata ningekuwa mimi,
nimetoa mahali, kila mtu anajua kwamba wewe ni mke wangu, alafu kuna mtu mwingine. Siwezi nikatolea tu ujinga. Priska, rudi kwa mmeo. Priska, rudi kwa mmeo. Sasa napenda tusikizane kwa makini sana. Baada ya kuchukua vipimo, nimegundua kwamba kisukari ndio ugonjwa unamsumbua kwa kiasi kikubwa, na kwa hatua aliyofikia anahitaji uangalizi zaidi ili kumrudisha katika hali yake. Sasa dokta, huo uangalizi unaweza kuchukua muda gani? Kutokana na hatua aliyofikia mama, anahitaji uangalizi wa muda mrefu.